Wahenga walisema maisha bila makosa ni sawasawa na elimu bila kitabu. Watu wanaamini utajiri unapatikana kwa njia za shortcut ambazo pia zinasababisha ukatili kwenye jamii. Kwenye jamii kama hiyo wewe uliwezaje kutoka na kusema kwamba nitapambana kufikia ndoto ya kuwa mwandishi wa habari? Tangu mimi naanza kujitambua, ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mwandishi wa habari. Lakini changamoto kubwa ilikuwa ni nawezaje? How can I start? Unahisi kuna wasichana wengine ambao pengine wana ndoto zao na hazifikii malengo mazuri kutokana na hali ambayo umepitia wewe? Yeah. Umaskini ndio unafanya mwanamke kuwa kwenye ndoa na mtu asiyempenda na kwa wakati usiofaa. Lakini wapo wengine ambao kwenye ndoa na watu ambao wanawapenda na bado ni maskini. Kuna historia nyingi sana ambazo zipo, lakini huwezi kuzijua zipo kama hakuna mtu akukuletea. Hii imetufanya tuende kwenye mkoa ambao una zaidi ya wananchi milioni 1 wakifanya harakati zao za kila siku. Wapo watu wengi sana ambao wana story nyingi na tamu ambazo pengine unatamani kuzijua. Wapo ambao walitokea matopeni na wakainuka na kufanya vitu ambavyo hakuna wengine walitamani au waliweza kuvifanya. Hii imetukutanisha leo na mwanadada mmoja ambaye ni moja kati ya waandishi wa habari mashuhuri kutokea mkoani Iringa. Naamini kama ukisikia waandishi wa habari mashuhuri na ni mwanadada, kuna changamoto nyingi ambazo unaweza kuwa unajiuliza kutoka kichwani kwako kwamba ilikuwaje mpaka akaweza kufanikiwa katika engo hiyo. Yote hayo tutakwenda kuyajua leo. Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo. Asante. Shukrani sana, najisikia vizuri kuwa hapa. Mimi naitwa Shani Nicholas Ngengena. Natokea mkoa wa Iringa na ni mwanahabari. Nafanya kazi na chombo cha habari Shamba FM Radio. Nikihudumu pale kama mwandishi, mtangazaji, lakini pia mhariri mkuu. Pengine kwa mtu ambaye sasa natamani kufahamu, nikikurudisha siku ya kwanza ambayo wewe uliwaza kwamba mimi naweza kuwa mwandishi wa habari, ni picha gani ambayo inakuja kichwani kwako kwa haraka haraka kwamba mimi siku hii ndo niliwaza kuwa mwandishi wa habari, na nini ulikuwa unakiona mbele yako? Okay, actually mimi watu ndo waliniambia kwamba nikiwa bado mdogo kwamba yani wewe unaweza sana kuzungumza na inawezekana hapo baadaye ukaje kuwa mwandishi wa habari. Lakini kikubwa ambacho kilinifanya pia nipende kuwa mwandishi wa habari ni kutokana na watu ambao walikuwepo kipindi hicho, waliniinspire, walikuwa wanafanya vizuri sana. Sasa kutokana na ile practice ukiwa kwenye event mbalimbali, si unapewa usome misala mara ufanye hivi, wakaniambia unaweza. Kwa hiyo nikatamani kufanya hicho kitu kwa sababu niliona watu wanafanya na niliamini naweza. Kwenye jamii ya sehemu kama Iringa, sehemu ambapo umetokea, umesema huko Shamba FM, ni sehemu ambapo kuna changamoto nyingi sana za hasa kwa wasichana kupata haki za kufikia malengo yao. Kwenye jamii kama hiyo wewe uliwezaje kutoka na kusema kwamba nitapambana kufikia ndoto ya kuwa mwandishi wa habari, ambapo kwa wengine inaweza kuonekana kama kichekesho, yani kusema mimi nataka kuwa mwandishi wa habari. Pengine wazo lako toka unazaliwa, ndoto yako ilikuwa ni kuwa nani kabla ya kuwa mwandishi wa habari? By the way, tangu mimi naanza kujitambua, ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mwandishi wa habari. Lakini changamoto kubwa ilikuwa ni nawezaje? How can I start? Kutoka pale na kufikia ndoto zangu. By the way, kwenye mikoa yetu hasa vijijini kuna ile perception kwamba mtoto wa kike hapaswi kusoma sana au afikie maeneo. Ukifikia darasa la 7 au sekondari ukijitahidi sana, basi unapaswa kukaa hapo au olewe au uanze kufanya vitu vingine. Lakini kwangu ilikuwa tofauti, japokuwa wakati nataka kuanza kusoma, hata wazazi wangu tu, hasa baba alikuwa anasema kwamba ni tasnia ya wahuni, yani mwandishi wa habari watu wanamweka kama msanii, yani mtu fulani, yani yani sawa, kanaona kama siwezi kuwa mtoto mzuri baadaye. Kwa hiyo ilinipa shida. Mtakuta kusomea utangazaji, mwandishi wa habari kivipi? Ngambia mimi natamani, lakini baadaye nilikomaa mwenyewe. Na kiukweli nilikusimulia ni how nilianza hiyo safari. Haikuwa rahisi. Kwa ufupi, kulikuwa na redio moja ilikuwa nafanya vizuri sana pale Iringa kipindi hicho, na alikuwepo mkaka mmoja anaitwa Chris BC, vibaya nikimtaja. Yeye alikuwa anafanya kipindi cha entertainment na alianzisha mashindano ya vipaji mbalimbali kwa mkoa wa Iringa. Na baada ya kuanzisha hiyo, mimi nilikuwa zangu kijijini na nikasikia lile tangazo kupitia redio. Na hapo nilikuwa nimetoka kumaliza kidato cha 4, lakini kuna issue fulani zilitokea kwa siku nimekuwa nimekaa tu naendelea kustruggle na zile changamoto. Nakumbuka nilifanya kibarua, nikisema kibarua wao mnanielewa. Kwa niliweza kulima, nikapata pesa, nilipopata pesa nikaenda kuchukua form, sababu nilikuwa unachukua form. Nilipochukua form, nikaenda mahali fulani hivi panaitwa Club Party pale Iringa, nikashiriki. Lakini kipindi hicho nashiriki nilikuwa nimetoka tu
kusoma form 4 na sikuwa ninajua nini maana ya taaluma ya habari, sikuwa najua chochote, lakini nilikuwa nashindana na watu ambao wanasoma vyuo vikubwa ambavyo vinatoa wanahabari bora kwa pale Iringa. Huwezi amini nilienda pale na nilikuwa mgeni sana na nilikuwa mdogo, sikuwa na mtu anayenisupport na nimetoka Bush. Na mimi unaelewa mtu akitoka Bush, wearing style the way naonekana hivyo. Lakini huwezi amini nilivyoshika tu mic nikaonesha uwezo wangu, namba ilipofika nilifanya vizuri sana. Natoka pale nikapata marafiki ambao walitamani kujua nasoma chuo gani. Nikamwambia bado mimi sijaanza kusoma, ila ndo kwanza nimemaliza form 4 natamani kusoma. Wakaniambia hakikisha unafikisha hicho kipaji mahali ambapo unapaswa kufika. Hakikisha unasoma. Kwa nikapata support pale na nakumbuka ile mashindano yalikuwa ukishinda unapata pesa kidogo. Zile ni support kunitoa pale kunirudisha Bush, but hazikunipush labda kunipeleka chuo na nini, ila zilinipa connection na zilinipa mwanga na nikajiona kumbe naweza nikafanya. Baada ya hapo ile clip ambayo nilikuwa pale nikionesha uwezo wangu nilichukua nikamtumia mjomba wangu mmoja hivi, kipindi hicho alikuwa Vatican Bologna pale Italia, yeye ni padre, kwa alikuwa kule kipindi hicho. Nilipochukua ile video nikamwomba mtu namba hii namba umtumie WhatsApp, nikamwandikia na maneno ya kumwandikia kwamba anko mimi nataka kusoma, kwa sababu nyuma kidogo tulipishana kutokana na changamoto fulani ambazo zilinifanya siendelee kusoma. Kwa nikamwambia kwamba tafadhali naomba unisamee, mimi nataka kusoma, nimekuja hapa nimeingia kwenye mashindano na nimeshinda, nimefanya vizuri, bado nina nia, naomba unirudishe shule. Kwa akatuma ile video. Alipotuma mimi nilikuwa na kiswaswadu, nilikuwa na simu ndogo, kwa sikuwa najua nini majibu yake. Baada ya pale nikarudi zangu Bush. Nilipofika pale nikamwambia mama kilichotokea, lakini maisha mengine yakaendelea. Nikasahau. Baada kama ya wiki 2 hivi mamangu akapigiwa simu kutoka kwa mjomba wangu akiwa pale Italia. Alipopigiwa simu akaambia na tamani Shani atafute chuo anachotaka kusoma. Anaonekana anania kwa sababu ni mtu ambaye nilimkwaza. Kwa hakutegemea kama nitakuja tena kumwambia kwa sababu nilikuwa shakata tamaa. Kwa basi mamangu akanipa hizo taarifa, kikweli nilifurahi. Kwa ile video ya yale mashindano ndio ilimpa moyo wangu ajue kabisa kwamba huyu mtoto bado anania. Baada ya hapo basi nikaambiwa nitafute chuo ninachotaka, nikatafuta chuo nikaenda kusoma. Unajua kwenye ambacho umekizungumza inamaanisha kwamba kuna ndoto nyingi sana ambazo pengine zinaishia njiani kutokana na watu kukata tamaa. Na kwa upande ambapo ulipo wewe sasa maeneo ya kijijini kama ulivyosema ulilima nyanya ukaenda kufanya mashindano. Unahisi kuna wasichana wengine ambao pengine wana ndoto zao na hazifikii malengo mazuri kutokana na hali ambayo umepitia wewe? Wengi sana. Wengi. Na hii ni kutokana na mila na desturi pia za maeneo yetu. Kuna watu hawaamini kwenye mtoto wa kike kutoka kusoma sana. Japokuwa kwa sasa tunaona jamii inavyopiga kelele ili kuhamasisha, ila bado kuna baadhi ya vijiji havifikiwi. Kuna mabinti wana ndoto, wanatamani kufanya vitu vikubwa sana ila wanakosa. Mimi naona kuna mabinti ambao mimi niliwaacha wadogo sana, nikirudi kijijini wakuta wana watoto na mimi nikionana nao ni kama natakiwa kuwaheshimu, kuwasalimia, kuwaamkia, lakini wako ni wadogo zangu wadogo. Ni kutokana tu na maisha. Kwa hiyo ndoto zipo na wanatamani kufikia malengo. Mila na desturi, malezi pengine hata na mazingira yanawafanya ndoto zao zinakuwa hazifiki pale ambapo inatakiwa. Na unajua tukiangalia sio tu kasumba hii ya watu kuamini kwamba pengine uandishi wa habari ni kitu ambacho labda usome sana na nini, lakini tunaamini kwamba uandishi wa habari unahitaji muda, unahitaji kufanya follow up, kufuatilia vitu mbalimbali. Shani, wewe kwa upande wako inakuchukua ugumu kiasi gani kwa wewe kufanya uandishi wa habari na majukumu yako mengine ya nyumbani? Nikiwa na maana kwamba wewe ni nani sasa ukiwa nyumbani? Kwa sababu kuna ule muda ambao mtu atahitaji kuwa nyumbani kufanya majukumu mengine, lakini kuna mtu anasema no, mimi siwezi kuwa mwandishi wa habari sometimes kwa sababu atakuwa na majukumu mengi, atakuwa huku na huku ashikiki. Wewe unaweza vipi kutenganisha muda wako wa majukumu ya ofisini na majukumu ya nyumbani? By the way, hicho ndio kitu ambacho pia mimi kinanipa shida sana na sikipendi sana kwenye jamii. Watu wanaamini kwamba ukiwa mwandishi wa habari huwezi kuwa mama. Ukiwa mwandishi wa habari huwezi kuwa mke. Ukiwa mwandishi wa habari huwezi kuwa mtu casual kwenye jamii ukiachana na mazingira mengine sisi ya kazi. Lakini labda niseme kitu kimoja hapa. Sisi wanahabari ni wake, sisi wanahabari pia ni mama, tuna watoto ambao wanatutegemea kwa sababu tunaweza kujigawa. Na kamwe mwandishi wa habari hawezi kuweka pamoja maisha ya kazi na maisha ya nyumbani.
Kwa hiyo mwandishi wa habari ana nafasi ya kutenganisha maisha yake, na iko hivyo. Sema tu watu ambao wanatuona basi wanaona kama, kwa sababu mimi nikiingia kwenye kipindi naongea sana, kuna wakati naweza kusema huyu anawezaje kuwa mke wangu anaongea hivi, au zile safari za hapa na pale, kama nawezaje kuwa na mke kama huyu anasafiri mara kwa mara, si unaelewa? Huyu anaweza kuwa mlezi wa mtoto kweli. Lakini nikwambie tu ukweli, hakuna mama bora kama mwandishi wa habari, kwa sababu sisi tunakutana na jamii, tunakutana na watu wa kila aina, wanatufundisha mengi sana. Yaani mimi nakutana na mama ambaye ana watoto 6 si 10, ananipa story namna ya kulea. Nakutana na mtu wa afisa maendeleo ya jamii, ananifundisha namna ya kukaa na familia yangu. Mimi nakutana na mchungaji, ananifundisha namna ya kuishi na familia yangu kiroho. Kwa hiyo mimi nakuwa na knowledge kubwa sana ya kuishi maisha yoyote nikitenganisha na taaluma yangu ya habari. Kwa hiyo jamii tu ina hizo perception na ni changamoto sana. Mimi sipendi hicho kitu. Sijisikii vizuri kwa sababu sio mara moja mara mbili naingia kwenye relation, haifiki mahali ambapo tunahitaji kufika, mtu anakuambia yani nahisi sikuwezi, unajiposti sana kwenye mitandao, unaongea sana, una vitu vingi. Sasa jamani, hicho kitu mimi sikipendi. Lakini mwandishi wa habari mwanamke ni mke na mwandishi wa habari mwanaume ni mume, yani watofautishe kazi na maisha ya kawaida. Pengine lakini sio tu kwa sababu yao. Unajua tukiangalia kwenye jamii nyingi sana wanaamini kwamba ukishakuwa mwandishi wa habari, ukishakuwa mwanamke lazima utakuwa na mambo mengi. Na kuna kasuma moja ambayo pengine sio kwa data za utafiti lakini kuna hii kwamba waandishi wa habari wanawake wengi hawapo kwenye career sana kwa sasa hivi. Na ukiangalia kwa nini hawapo, kwa sababu inaaminika kwamba kuna namna tu kwamba mpaka mtu afike kuwa kama Shani yuko pale Shamba Radio, kuna namna lazima ashapitia huku chini, kuna ile njia. Pengine wewe kuna njia ambayo ulipitia ni ngumu mpaka kufikia kupata title ambayo unayo, tukiamini kwamba labda kuna zile rushwa labda ulishatoa, kuna na vitu kama hivyo, au kuna namna gani ambayo ulipitia wewe kujiweka kuwa hapo ulipo? Okay. Binafsi kufikia hapa nilipofikia ni kwa sababu napenda ninachokifanya. Yaani ni juhudi zangu binafsi. Mimi napenda sana taaluma yangu. Kwa hii ilinifanya nijiboreshe kuwa bora. Mimi naweza nikasafiri, sijisifii, lakini naweza nikasafiri ofisini kwetu siku 3 siku 4, nikapigiwa simu kwamba please come back. Sio kwa sababu hawapo wengine, nafasi yangu inaonekana. Hii nilitengeneza kutokana na juhudi zangu mwenyewe, na mwisho wa siku mimi nataka kuwa nani kwenye tasnia. Rushwa zipo. Tangu mtu ukianza kusoma chuo, kama akili zako hazijakaa sawa, utatoa rushwa tu upate coursework nzuri. Ukimaliza chuo kama huna sehemu ya kwenda, na kama wewe ni zero tutoka chuo ni coursework, ulikuwa unasaidiwa. Maana hata kwenye practice, yani kwa maana kazini, hautakuwa bora, ila utatoa rushwa ili uweze kusaidiwa upate nafasi. Kwenye nafasi kwenyewe hapo tena, usipokuwa bora kwenye kazi yako yenye umepewa, utatoa rushwa kwa mhariri, utatoa rushwa kwa PM, utatoa rushwa kwa kila mtu. Sasa mtu ile atoe rushwa ngono apate nafasi au aonekane, ni kwa sababu hana kitu. If you have something ambacho unawaoffer wale waliokuajiri, lazima wakuweke kwenye nafasi yako na stahili, tena bila rushwa. Kwa myself niko proud kwa sababu siwezi kusimama mbele za watu nikasema mimi nakwambia niko shamba kwa sababu ya rushwa. No. Uwezo. Kwa hiyo kutoka kwa Shani hapo tunachukua kwamba sio kwamba wanawake kila sehemu wanabebwa, ila uwezo wake au uwezo wako wewe kama mwanamke unaweza kuweka sehemu nyingi na sehemu nzuri zaidi. Shani, kwenye majukumu mengi au kwenye kazi nyingi sana ambazo watu wengi huwa wanafanya, kuna kitu tunaita wakati usiosahaulika. Kuna ile kasumba kwamba, au kuna ile namna ambayo wewe kwa namna moja au nyingine kuna kitu ulishakipitia au kuna kitu ulishakifanya huwezi kukisahau. Wewe kwenye tasnia yako ya habari, ni wakati gani au ni kitu gani ambacho ulishakukifanya ukasema bana hili lilipita lakini hichi sitakisahau? Mara ya kwanza nilikuwa nadhani kwamba ukiwa ili uwe mwandishi wa habari mzuri au ili uonekane, kuna vitu lazima uvifanye nginja, yani bila kuangalia usalama wako na vitu kama hivyo. So I remember mwaka 2022 I think, niliwahi kukamatwa na polisi